Jana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alihutubia taifa kwa hotuba ndefu sana, na amezungumza mambo mengi kuhusiana na mustakabali mzima wa mzozo ambao unazidi kuendelea pale Lebanon, lakini akaweza kuwashukuru raia wa Israel kwa uvumilivu wao mkubwa, lakini pia akazungumzia ceasefire ambayo tangu hapo jana ilianza kutekelezwa kati ya Marekani pamoja na Irani. Sasa hapa, mtazamaji wetu, naomba nikusomee kile ambacho waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliweza kukizungumza hapo jana. Taarifa inaeleza kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewashukuru wananchi wa nchi hiyo kwa uthabiti wao wakati wa vita, akisema mafanikio makubwa yamepatikana kutokana na ushirikiano kati ya wanajeshi waliokuwa mstari wa mbele na raia waliokuwa wakijilinda majumbani. Katika hotuba yake ya jioni, Netanyahu alianza kwa kutoa heshima kwa waliopoteza maisha katika kampeni hiyo ya kijeshi na kutoa pole kwa familia zilizofiwa, huku akiwatakia majeruhi nafuu ya haraka. Amesisitiza kuwa mafanikio yaliyopatikana ni makubwa na ambayo hapo awali yalionekana kama ndoto tu. Ameeleza kuwa hadi sasa Irani imekuwa dhaifu kuliko wakati wowote, huku Israel ikiwa katika hali ya nguvu kubwa zaidi kuwahi kutokea. Hata hivyo, amesisitiza kuwa operesheni hiyo bado haijafika mwisho, akibainisha kuwa bado kuna malengo ya kukamilisha ambayo yanaweza kufikiwa kupitia mazungumzo na kurejea vitani wakati wowote. Kauli hiyo inakuja wakati ambapo usitishaji wa vita wa muda wa wiki 2 kati ya Marekani na Iran imeanza kutekelezwa kwa uratibu na Israel. Netanyahu ameeleza kuwa hatua hiyo si mwisho wa kampeni, bali ni sehemu ya mchakato kuelekea kutimiza malengo yote yaliyowekwa. Kwa mujibu wa kiongozi huyo, Irani imeingia katika mazungumzo ikiwa imechoka na imekubali kufungua mlango wa Hormuz baada ya kuachana na masharti yake ya awali, ikiwemo madai ya kuondolewa vikwazo, fidia, kumalizika rasmi kwa vita na kusitishwa kwa mapigano nchini Lebanon. Netanyahu pia amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya Israel na Marekani, akieleza kuwa kwa mara ya kwanza katika historia Israel imeingia vitani bega kwa bega na rais wa Marekani Donald Trump. Amesema operesheni hiyo imekuwa kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Ameongeza kuwa ushirikiano huo umeimarisha nafasi ya Israel kimataifa, huku akimnukuu waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth akieleza kuwa heshima kwa Israel kama mshirika wa kijeshi inaongezeka kutokana na ujasiri na uwezo wake vitani. Katika tathmini ya operesheni hiyo, Netanyahu amesema kuwa Israel imefanikiwa kudhoofisha kwa kiwango kikubwa uwezo wa kijeshi wa Iran, ikiwa ni pamoja na kuharibu mfumo wa utengenezaji wa makombora, ambapo si tu makombora yaliyopo yameharibiwa bali pia viwanda vinavyozalisha. Aidha, amesema mpango wa nyuklia wa Iran umeathirika vibaya baada ya miundombinu muhimu ikiwemo mitambo ya centrifuge na vituo vingine vya nyuklia kuharibiwa pamoja na kuondolewa kwa baadhi ya wanasayansi wa nyuklia. Ameeleza kuwa suala la vifaa vya urutubishaji wa nyuklia vilivyobaki Iran linatarajiwa kutatuliwa ama kwa makubaliano au kurejea kwa mapigano, akisisitiza kuwa Israel na Marekani wana msimamo mmoja kuhusu hilo. Katika hatua nyingine, amesema Israel imeharibu pia mifumo ya kifedha na uzalishaji wa silaha ya walinzi wa mapinduzi ya Iran kwa kulenga viwanda vya chuma, kemikali za petroli pamoja na miundombinu ya usafirishaji kama madaraja na reli. Kwa upande wa kijeshi, Netanyahu amesema miundombinu ya jeshi la Iran imepata pigo kubwa, ikiwa ni pamoja na jeshi la majini, ndege kadhaa, vituo vya makombora na makao makuu ya kijeshi. Ameongeza kuwa mfumo wa ndani wa udhibiti wa utawala wa Iran umeathirika baada ya maelfu ya operatives kuondolewa, huku Israel ikionyesha uwezo wa kuwafikia maadui wake popote walipo. Aidha, Netanyahu amesema viongozi wa juu wa utawala wa Iran wameondolewa, akimtaja kiongozi mkuu Ali Khamenei pamoja na maafisa waandamizi wa walinzi wa mapinduzi na kundi la Basij. Kwa ujumla, Netanyahu ameonyesha kuwa operesheni hiyo imeleta mabadiliko makubwa katika mizani ya nguvu ndani ya Mashariki ya Kati, huku akisisitiza kuwa hatua zaidi bado zinatarajiwa kuchukuliwa ili kuhakikisha malengo yote ya Israel yanatimia. Mwisho wa taarifa ambavyo inaeleza kuhusiana na hotuba ambayo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliweza kuitoa siku ya hapo jana, akizungumzia kwa kina kuhusu mafanikio ambayo Israel imeweza kuyapata katika vita vyake dhidi ya Iran, akishirikiana pamoja na Marekani, na pia amewashukuru raia kwa kuonyesha uzalendo wao, lakini vile vile amelishukuru jeshi hilo la anga la Israel pamoja na majeshi mengine kwa kutekeleza operesheni ambazo zina malengo makubwa dhidi ya taifa la Iran katika vita ambavyo vimedumu kwa takriban siku 40 na hadi kufikia ceasefire, basi
Israel imetangaza kwamba imepata mafanikio makubwa kijeshi.